Habari yako, karibu kwenye Dermatology Series. Tupo kwenye episode ya acne part 2 ambapo tunaenda kuangalia namna ya kutofautisha acne na upele mwingine ambao unaweza kutokea usoni. Yaani maana yake tunaenda kufanya differential diagnosis. Sasa tuanze na aina ya kwanza ya upele ambao unafanana na acne. Aina hii ya kwanza ya upele inaitwa rosacea. Umeona? Sasa rosacea na yenyewe pia ni inflammation of skin follicles, na yenyewe pia kama vile kwenye acne ina papules na pustules, ila tofauti yake na acne sasa yenyewe inatokea centrally on the face, yani katikati kwenye usoni katikati, ila acne inatokea laterally maana yake pembezoni mwa uso. Unaona, hiyo ni tofauti ya kwanza. Tofauti ya pili ni kwamba rosacea haina comedones. Kule kwenye acne tulisema kwamba acne ina comedones, ila rosacea haina comedones. Kwa hiyo tumesema hapo, tumetaja tofauti mbili kwamba rosacea inatokea centrally on the face, maana yake humo kwenye nasolabial folds. Naposema nasolabial folds maana yake ni haya maeneo humo. Kwenye haya maeneo unakuta mtu anakuwa na vipele kwenye haya maeneo humo, na vinaweza vikazidi vikashuka mpaka huku chini kwenye kidevu, ila vinakuwa katikati, na pia vinaweza kutiza vikaenda mpaka kwenye paji la uso, ila kwenye paji la uso vinakuwa katikati. Umeona? Kwa hiyo ni rosacea. Kwa hiyo ila ukibaini sasa kwamba mtu ana hiyo rosacea, tiba yake itakuwa ni topical antibiotics pamoja na topical corticosteroids kama vile topical metronidazole. Kwa hiyo ni aina ya kwanza ya upele ambao unafanana na acne vulgaris. Aina ya pili ni medicine induced acne like eruptions. Umeona? Kwa medicine induced acne like eruptions, manake hivi ni vipele ambavyo vinasababishwa na mtu kunywa dawa fulani. Umeona? Kuna dawa mtu akinywa zinasababisha pele. Mfano wa hizi dawa ni kama vile oral au topical corticosteroids au rifampicin au oral contraceptives, dawa za uzazi wa mpango, au azathioprine, umeona, au phenytoin. Umeona? Hizo dawa zote nilizozitaja hapa unaweza ukatake note za ya hizi dawa, ili pale sasa mgonjwa akija, unaweza akija na changamoto kama hii, utamuuliza kama anatumia hizi dawa. Umeona? Kama anatumia hizi dawa, basi utamwambia kwamba atakapoacha kutumia hizi dawa, basi shida hiyo ya huo upele itaondoka. Mfano mkubwa wa dawa ambao huwa inatoaga upele pale mtu anapotumia ni Skidem. Skidem hii ni brand name yake, ila ni mchanganyiko wa antibacterials, antifungals, anti-inflammatories zote kwa pamoja. Kwa hiyo
ilikuwa ni aina ya pili ya aina ya upele unaofanana na medicine, unaofanana na acne, ambao tumesema inaitwa ni medicine induced acne like eruptions. Sasa tuone ya mwisho, tuone aina ya mwisho ya upele, aina ya mwisho ya upele ambao sasa hii aina ya mwisho ni acne, ni acne hasa ni acne, umeona, ila kisababishi chake kinatofautiana na ile acne ya kawaida. Hii inaitwa ni polycystic ovary syndrome, umeona. Hii ni kwa wanawake. Sasa mwanamke anapokuwa na polycystic ovary syndrome anakuwa na ongezeko la testosterone mwilini mwake. Nakumbuka kule kwenye ile process ya namna ambavyo chunusi inatokea. Tumesema kwamba testosterone inafanya sebaceous glands iproduce sebum kwa wingi. Umeona? Kwa hiyo testosterone, mwanamke mwenye polycystic ovary syndrome naye anakuwa na ongezeko la testosterone mwilini mwake. Kwa hiyo mwishowe atapata acne. Ila sasa wewe utajuaje kama huyu mwanamke ana polycystic ovary syndrome? Cha kwanza, anaweza akawa overweight, yani ana uzito mkubwa. Cha pili, anaweza akawa na hirsutism. Yani hirsutism maana yake anakuwa na nywele kwenye maeneo ambayo anakuwa na nywele nyingi kwenye maeneo ambayo hapaswi kuwa na nywele. Kwa mfano, unakuta mwanamke ana ndevu, hiyo ni hirsutism. Unaona? Na dalili nyingine ni kwamba unaweza hapa sasa sio kwa uangalia, ni unamuuliza sasa kama anakuwa anaingia kwenye siku zake bila mpangilio, umeona, au haingii kabisa kwenye siku zake, umeona. Kwa hiyo ukibaini kuwa huyu mwanamke ana hizo dalili, utamwambia aende wapi? Utamwambia aende hospitali ili afanye uchunguzi wa polycystic ovary syndrome. Unaona? Kwa hiyo hizo ni aina 3 za upele ambazo zinaweza zikafanana na acne vulgaris ya kawaida, ila sio acne vulgaris ya kawaida, na hivyo ndio namna ya kutofautisha acne vulgaris ya kawaida na aina hizi za upele. Sasa tuende kwenye treatment ya acne vulgaris ya kawaida yenyewe bila complications zozote ambazo nimezitaja hapo juu, ambazo ni rosacea, medicine induced acne like eruptions na polycystic ovary syndrome. Sasa acne vulgaris ya kawaida matibabu yake ni benzoyl peroxide au nicotinamide, ambapo mtu anapaka baada ya ngozi yake kusafishwa kwenye maeneo yenye zile lesions. Naposema lesions ndio zile papules, pustules, comedones, umeona. Hizo zote anapaka hizo mara 2 kwa siku. Asanteni sana. Tumefikia kwenye mwisho wa episode ya acne vulgaris.